Roho yangu ina huzuni sana, roho yangu ina huzuni sana kuhusu wewe mwanamke. Roho yangu ina huzuni sana kuhusu swala zima la maadili kwa wewe mwanamke. Mwanamke, mwili wako ni wa thamani sana. Narudia tena kusema mwanamke, mwili wako ni wa thamani sana. Kuanzia utosini mpaka unyayoni, kila eneo la mwanamke ni la thamani sana. Mungu alipokuumba wewe mwanamke, ulikuwa sehemu ya nafasi ya usaidizi kwa mwanaume. Wewe mwanamke ni wa thamani sana kwenye dunia, na mwili wako wewe ni wa thamani sana mwanamke. Viungo vyako wewe ni vya thamani sana. Kila kiungo chako ni cha thamani sana mwanamke. Nalia na mmomonyoko wa maadili, nalia na stara kwa wanawake, nalia na mwenendo wa mavazi ambayo mnayavaa kwa sasa. Mwanamke, rudi nyuma basi kuangalia hata kitabu hiki cha Biblia kinasemeje kuhusu swala la maadili na mavazi. Mwanamke, Biblia imekuonyesha wazi zaidi kwa mujibu wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22. Inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, maana kufanya hivi ni machukizo mbele za Bwana. Naongea na wewe mwanamke, Biblia imeshakukataza wewe kuvaa mavazi ya kiume. Mavazi ya jinsi ni mavazi ya mwanaume, sio ya mwanamke. Umepata wapi wewe kibali cha kuvaa jinsi ambayo inachora miili yenu? Mwanamke, wewe unapovaa jinsi ni mavazi ya kiume, jinsi inakubana, inakuonyesha viungo vyako vyote. Iko wapi thamani yako wewe mwanamke kwenye dunia? Ndio maana nikaandaa video hii kukwambia, nalia na wewe mwanamke. Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji. Hata Timotheo na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:13 imeeleza hata jinsi ya kujistiri kichwa chako, kwa maana ya kufunika kichwa. Kwa nini mwanamke umeshindwa kuwa na stara hata ya kichwani kwako kwa namna ya kujilinda na kujifunika katika maadili? Mwanamke, wewe ukiambiwa unasema Mungu aangalie mwili, anaangalia roho. Jamani, kwa maandiko gani? Nalia sana na wewe mwanamke, nalia sana katika swala hili la maadili na mavazi. Huku ningesema kwamba Mungu aingilie kati katika jambo hili ili kunusuru kizazi hiki kichokosa maadili na chenye mambo machafu katika hii dunia. Nalia sana na wewe mwanamke, rejea katika mstari wako ule wa kanisa la mwanzo, kwa mfano wa mamake Yesu Mariamu katika kitabu cha Luka 2 na Luka 1. Inaeleza uchaji wa Mungu na stara ya mamake Yesu Mariamu. Mwanamke, wewe ni wa mfano mkubwa kwenye dunia. Mwanamke huyu anapaswa kuwa sehemu ya mfano kwa wanawake wote kwenye dunia. Mamake Yesu, mama bora na mwanamke bora kuliko wanawake wote. Na saa yangu kwako natoa nikisema kwamba rudi katika msingi wa awali wa mwanamke na nafasi yako. Mwanamke, Mungu amezuia kuonyesha miungo yenu. Unapovaa nguo nusu uchi, unapovaa nguo zinazokuonyesha mapaja yako, unadharaulisha utu wako, unadharaulisha thamani yako, unashusha hadhi yako. Kuna wakati mwanamke, wewe unalalamika kwamba uolewi, unalalamika kwamba unadharaulika. Jamani, yeyote anayetaka nuru basi lazima aishi nuruni. Mwanamke, wewe unataka nuru ya ndoa ikiwa wewe unaishi gizani, maadili yamekufa kwako. Nalia sana na wewe mwanamke, lini utaelewa sauti hii ya maandiko matakatifu inayokuonya kanisa limekufa, wachungaji wamelala, hawazungumzi kweli kuhusu maadili. Na ndio maana nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya kuongea ukweli mpaka pale nitakapoondoka hapa duniani.
Na katika ukweli mmoja hapo naongea, naliambia kanisa kwamba kanisa limekufa, watumishi wamekufa. Kitabu cha Yakobo kinasema kwamba imani bila matendo imekufa. Matendo gani haya unayaonyesha wewe mwanamke, ya kuondoa thamani yako, ya kuharibu mwili wako kwa kutokujistiri? Nalia sana mwanamke. Biblia imekataa, maandiko yamekataa namna unavyolazimisha kuendelea kuishi katika maadili yasiyofaa. Nalia sana wewe mwanamke, nalia sana, nalia sana. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likwelile, na saa ya mwanamke kwako. Mwanamke, rudi katika kanisa la awali, rudi katika mwenendo wa maadili wa awali ambao kanisa la mwanzo waliishi. Hata mpango wa Mungu ulikusudia mwanamke kuwa katika stara. Badilika mwanamke,